kufa. Makiwa kwa familia hiyo kwa kuwapoteza watoto wao hao wadogo. Raia 6 wa Kiajemi au Iran waliokamatwa mnamo tarehe 24 Oktoba katika bandari ya Kilindini Mombasa wakituhumiwa kumiliki mihadarati aina ya heroini ndani ya meli yao ya Dark Vessel wamefikishwa katika mahakama ya Shanzu hii leo, ambako afisi ya mashtaka ya umma imetaka muda zaidi kudadisi stakabadhi za mkalimani mwenye asili ya Marekani. Kesi hiyo itatajwa hiyo kesho Jumanne. Tobias Chanji anaarifu. Imran. 6 hao ni Jasem Darzade, Nadim Jagal, Imran Baloch, Hassan Baloch, Rahim Bakshi na Imtiaz Dariai, ambao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Anton Mushigi katika mahakama ya Shanzu. Washukiwa hao walishtakiwa mnamo tarehe 24 mwezi Oktoba katika bandari ya Kilindini kufuatia msako mkali wa vikosi mbalimbali vya usalama vikiongozwa na wanajeshi wa majini. Msako huo ndani ya meli yao ulifanikiwa kunasa paketi 769 za heroini yenye uzito wa kilo 1000 yenye thamani ya shilingi bilioni 8.2. Wakiwa mbele ya mahakama, afisi ya mashtaka ya umma ilisema inanuia kupitia stakabadhi zilizowasilishwa na raia wa Marekani wa kitengo cha huduma za upekuzi wa uhalifu cha NCIS kuwa mkalimani wa lugha ya Baluchi kwa Kiingereza. I swear by the Almighty God. I swear by Almighty God. And before this court. And before this book. Before this court. Kitengo hicho cha NCIS kilimwasilisha Abdul Karim Baloch, ambaye alizaliwa Pakistani na raia wa Marekani, na japo anazungumza lugha ya Baluchi hajawahi fika nchini Iran au Uajemi. I'm a special agent with NCIS and he is contracted to work for NCIS. I have a copy of his contract documentation. Mkuu wa mashtaka Anthony Musyoka alisema kuwa zoezi la kukagua stakabadhi ni muhimu katika kutoa haki kwa washukiwa. Hakimu mkuu ameagiza 6 hao wazuiliwe katika kituo cha polisi cha bandari na wapewe mkate baada ya washukiwa kulalamika kuwa hawajapata chakula na masharti yao yalikuwa kula mkate uliotengenezwa tu kwa unga wa mpunga. Of the proposed interpreter's documentation, and also to have the court administrator source an Iranian Balochi interpreter. This will guarantee the accused's right to a fair hearing and also participate in the trial and proceedings. Tobias Chanji, KTN, Kaunti ya Mombasa. Bila shaka tuangazie